Naitwa Justin Kiseke, ni msemaji wa tawi la Yanga Mwanza mjini na ni mwanachama wa klabu ya Yanga. Huwa nasema siku zote ni mwanachama mwaminifu kabisa kwa sababu na ada nimelipa kabisa. Swala la kusema kwamba ingekuwa inafanya timu ingekuwa inafanya vibaya kwamba tusingeifuata ni kwamba si mashabiki au kwamba hatuna upendo na timu yetu, lakini sisi tunaifuata timu katika mazingira yoyote yale, iwe nafanya vibaya iwe nafanya vizuri. Kuna kipindi cha bakuli tulipitia, lakini tulikuwa pamoja na timu yetu. Kwa hiyo sisi tunaonyesha upendo wa kweli katika klabu yetu ya Yanga na klabu kubwa nchini na East Africa pamoja na Afrika nzima. Inajulikana kwamba Yanga ni klabu pendwa na ni klabu kubwa. Kwa hiyo tunafanya kwa ajili ya mapenzi, hatufanyi kwa ajili ya nyakati mbaya au nyakati nzuri. Kuelekea mchezo wa tarehe 8, unaweka hadi gani? Unaweka hadi ipi kwa mashabiki wa Yanga na unahisi mchezaji gani atakuwa kwanza kupachika goli? Kuelekea mchezo wa tarehe 8, maandalizi ni mazuri kama mnavyotazama hapa sasa hivi tunajiandaa kuelekea Dar es Salaam. Kwa hiyo mpaka unaona kabisa kwamba tunanyanyua miguu yetu kuelekea pale. Tunaamini katika ushindi na tunaamini katika Mungu. Kwa hiyo na swala la kusema kwamba mchezaji gani anaweza kufunga goli au anaweza kutangulia, hilo sasa linabaki kwa Mungu. Lakini nataka kuahidi mashabiki wa klabu ya Yanga waendelee kuiombea timu, mashabiki pamoja na wanachama waendelee kuiombea timu, na nachoahidi sasa ni kwamba tunaponyanyua hii miguu yetu hapa, tunaponyanyua vichwa vyetu hapa kuelekea Dar es Salaam, sisi tunaamini kwamba tunaenda kushinda hii mechi. Yaani ushindi uko kwetu kulingana na vile tulivyojiandaa, kulingana na wachezaji tulionao. Quality na wewe mwenyewe unaelewa kabisa, lakini pia huko nyuma tumeweza kufanya vitu vikubwa sana, tumekutana nao hao. Kwa hiyo sisi mechi tunachukulia kama mechi nyingine tu ambazo huwa tunacheza nazo. Yaani Simba tunachukulia kama timu nyingine tu ambazo huwa tunacheza nazo. Kwa hiyo sio kama timu nyingine tu, kama Mtibwa Sugar, ni kama JKT, ni kama Azam FC. Kwa hiyo hakuna tofauti wowote ule. Kwa hiyo sisi tunachukulia mchezo kawaida na tutaenda kucheza, tutapata pointi 3 kwa uwezo wa Mungu. Hilo nao maneno yamekuwa mengi sana bwana Justin. Ndio. Baada ya mkeka wa Rajiga na watu wake, wakisema Rajiga, watu wanalia, washaanza kulia upande wa pili kwamba Rajiga wao sio kwetu kabisa. Hiyo unaizungumziaje? Rajiga anatuchukua upande wenu? Hizo ni siasa za mpira tu. Watu bahati mbaya ni kwamba siku hizi watu siasa pia wamehamisha kwenye swala la football. Kila refa atakayewekwa sasa hivi wanasema ni mbaya, lakini kikubwa ni kwamba anatakiwa walete timu, walete wachezaji wao uwanjani, tucheze mpira. Masuala mengine hayo ni porojo na siasa za kutaka kuwatoa watu mchezoni. Kwa hiyo sisi kama wao wanaona kwamba hafai, wamlete hata msemaji wao akae pale achezeshe, au wamlete hata kiongozi wao mmoja akae pale, alafu sisi tucheze nao mpira. Kwa hiyo ambacho kitaamua sio hizo porojo za nje, ambacho kitaamua ni ubora wa timu na wachezaji ulionao pamoja na benchi la ufundi, bila kusahau viongozi bora. Yanga na viongozi bora bwana. Cheki pale Engineer Ellis. Kila mtu anatamani kuwa kila mtu anatamani kuwa na kiongozi kama yule. Kwa hiyo Yanga itashinda kulingana na ubora wa wachezaji, viongozi na mashabiki pia wanatutazama tulivyo bora. Kwanza pia tuko smart sana kwenye kuongea. Na nitazama mimi mwenyewe. Si lopoki kama upande wa pili. Atulopoki. Tumesoma pia. Lakini kwenye kulopoka hapo msemaji wenu ameng'atwa kidogo. Hiyo umesikia wapi? Na umesikia hapo inasemekana, kwa hiyo sio inasemekana. Kwa hiyo ndio narudi kule kwamba ni propaganda. Semaji ngoja kwanza. Unajua hapa pembeni nataka tuambie kabisa. Ngoja asogee hapa. Umeamua kwenda na familia kabisa da? Hii ni familia ya mpira, lakini pia atajitambulisha yeye ni kiongozi wa Yanga pia. Kuna tawi lao ambalo wapo nao Dar es Salaam, lakini mtoto wa Mwanza huyu ndugu yangu kabisa, kwa hiyo atajitambulisha. Nimeuliza kwa maana ya familia. Ni familia? Ndio. Sio familia ni ndugu yetu huyu. Ni ndugu yetu kutoka Mwanza, dadangu huyu. Ni mzaliwa wa Mwanza, ni mtu wa Mwanza, alikuwa amekuja kwenye mechi, lakini pia ni kiongozi wa tawi kubwa tu pale Dar es Salaam. Kwa hiyo labda unamaanisha familia nyingine, lakini mimi najua ni familia yangu kama dada yangu. Basi atuambie mwenyewe. Dada karibu, unaitwa nani na nini hasa kimekufanya mpaka usafiri leo na Yanga unakwenda Dar es Salaam, lakini utatuambia jina lako huku ukituambia pia umetoka tawi gani Dar es Salaam? Kwa majina naitwa Angel Misana,
aka Anje Dube. Anje Dube? Yes, ni mwenyekiti wa tawi la Yanga Unbeaten Fans. Niliyopo na makazi yake Sinza kwa Remi. Nilikuja before game na Pamba. Nikabaki maana hapa ni nyumbani. Sato kidogo ilikuwa. Sato kidogo wengi. Sio nyumbani tena. Kwa hiyo mimi ninacho wahamasisha mashabiki wenzetu wa Yanga Afrika pamoja na wanachama kwa ujumla wajitokeze kwa wingi Jumamosi tarehe 8 tunavyoenda kumkanda pale mnyama. Umeelewa? Kujiamini sana huwa kunaleta tatizo pia. Hapana, hakuna kitu kama hicho. Kama mtu unaweza kuamini timu yako iko vizuri, ina performance nzuri, kwa nini usijiamini? Una wachezaji wazuri, kwa nini usijiamini? Najiamini vizuri sana. Na pointi 3 naenda kuzichukua. Kwamba mechi ya tarehe 8 tutaamua bingwa. Unaamini katika hilo? Hakuna kitu kama hicho. Kwa nini? Maana Yanga kishinda tutakuwa tumezidi mtani pointi nyingi sana. Kwa mimi Simba ataweza kumfikia tena Yanga? Hawezi kumfikia. Dada, tumeona ingizo jipya kwenye mechi ya Pamba. Ikangalombo. Unamwona nafasi ya kucheza kwenye mchezo huu? Na unaona bado anaweza akafiti kucheza kwenye Yanga Afrika isiwe mechi hii au mechi zote? Wewe umemuonaje ile mechi na Pamba? Mimi mwenyewe niko niko. Ikangalombo kamwaga majalo kama yote. Yaani yule unakumbuka nani yule aliondoka? Lomalisa. Huyo Lomalisa pale anaingia mara 2. Sema kweli. Kiwango cha Stefano Ziziki kiko poa, nadhani unamuona maajabu anayozidi kuyafanya. Najua na tarehe 8 maajabu atakayofanya bwana harusi. Wanasema MVP wenu wa msimu uliopita huenda akaibiwa na mtani wa pili pale. Hakuna kitu kama hicho wewe. Kwa nini? Maneno ya magazetini haya. Yes. Ujala uzi, kula uzi mpaka uwanjani kabisa? Hapana kabisa, mimi uzi nakula anytime. Hata ukiangalia page yangu ya Instagram utaona mimi uzi kila wakati nakula uzi. Sasa? Yes. Sababu niko safarini na mimi ni mwanachama kabisa. Hai. Kadi unayo? Kadi hapa. Bana zoom kadi. Zoom kadi kabisa. Mwanachama na mwenyekiti wa tawi kubwa. Mwanachama. Sasa Yanga Unbeaten Fans. Soma na jina kabisa. Yaani usubuhiwe. Ngusa. Mbona hujaweka mwisho dudu? Ulisema dudu. Hii unaelewa ni kadi. Kadi huwezi kuongeza AKA. Sasa. Yes. Sikiliza, kuna jambo moja nataka utuambie, tunahitaji maoni yako. Tumekuwa na stori nyingi sana. Faisal kurudi Yanga, Kusale kurudi Yanga. Ukiwa unasema tena upande wa pili. Kule ambapo wana damu nyekundu. Nyinyi mnasema mna damu za kijani na njano. Yes. Lakini tumeona pia juzi akavaa jezi ya wekundu wa Msimbazi. Basi subiri yajayo yanafurahisha. Yajayo yanafurahisha. Katibu, hongera kwa zoezi ambalo mmelikamilisha. Nafahamu wewe pia ni moja kati ya waratibu wazuri wa zoezi hili mpaka kufanikiwa. Cha kwanza nataka kusikia jina lako, lakini utaniambia pia ugumu wa kukusanya wanachama mpaka kuitika kuelekea Dar es Salaam. Asante. Naitwa Edson Kole, katibu wa tawi la Yanga Mozambiki. Kwanza nashukuru, lazima nipokee hiyo shukrani kwamba umeniuliza zoezi, lakini tunashukuru zoezi hili sisi tumekuwa ni wenyeji, kwa sababu mambo haya ya kusafiri sisi hatujaanza leo. Toka tawi hili limefunguliwa 2017 sisi tayari sisi ndo tulianza safari ya kwenda Dar es Salaam. Kwa hivyo tuna uzoefu mkubwa namna gani ya kuweza kuwapata wasafiri kwa maana ya wanachama au mashabiki wa Young Africans. Lakini utaratibu ni mmoja tu. Tuna kaida ya kupigiana simu, lakini pia kuna utaratibu tunaofanya, kuna grupu pia la safari, mle kila kitu kinaendeka na hatimaye tunakuwa na mwitikio mzuri kwa ajili ya safari. Katibu, mnaondoka watu wangapi? Mwanza mjini sisi tunalo gari moja, lakini kama mkoa yataondoka jumla ya magari 3. Kwa maana ya kwamba kuna gari moja lipo kwa ajili ya kubeba viongozi wa tawi, ambayo hiyo ni utaratibu ulitolewa na mjumbe wa kamati ya utendaji wa mkoa wetu wa Mwanza, Bwana Everest Yanga Makaga. Kwa hiyo yeye alitoa ofa kwa viongozi kwamba basi kwa kuwa dabi yetu imekaribia, basi mimi natoa ofa kwa viongozi, na amefanya hivyo, na viongozi wataondoka na hilo basi moja. Lakini basi lingine litatoka Sengerema ambalo na lenyewe litaungana na kutimiza jumla ya mabasi kwa 3 kwa mkoa wa Mwanza. Kuna mashabiki kutoka Sengerema. Yes. Na tunaona kwenye basi hili limeandikwa mambo ya Fuso Auto Spare Parts. Pengine mambo ya Fuso ametia mkono kidogo au kingine. Kuna fungu kidogo kutoka klabuni kwa maana hapana. Kwanza klabu kama klabu
haina utaratibu wa kutoa mafungo, haijawa na utaratibu wa kutoa mafungo kwenye matawi. Kwa hiyo tawi kama tawi linajitegemea. Lakini unapoona hapo mambo ya Fuso, kwanza ni mwanachama wetu wa tawi la Yanga Mwanza mjini, hiyo moja. Lakini pia yeye ni mfanyabiashara. Kwa hiyo tunaposafiri hivi huwa tunatangaza biashara yake kwa namna moja ama nyingine. Lakini tunamsupport kwa sababu yeye ni mwanachama wa tawi la Yanga Mwanza mjini, kwa sababu tunachoangalia hapo ni mileage yake iweze kutembea. Kwa hivyo ni mwanachama wetu halisi wa tawi la Yanga Mwanza mjini. Katibu, unahisi mtaendeleza utani wenu dhidi ya utani wenu Simba, maana hii ni mechi ya 5 na mechi 4 tulizo mmeibuka na ushindi? Ya lengo mahususi ni hilo. Unajua Young Africans ni taasisi kubwa. Tunachotegemea sisi na kinachotupeleka Dar es Salaam sisi ni kwenda kuchukua pointi zetu 3. Haijalishi ni goli ngapi, lakini pointi 3 ndo za muhimu. Na hizo pointi 3 sio kwamba sisi kwenye akili zinatufanya ndo tunakwenda kuwa mabingwa kama wengine wanavyofikiria, hapana. Sisi kila mechi iliyoko mbele yetu ni wajibu wetu kushinda ili tuibuke na pointi 3. Basi. Alama 3 anasema kujiamini sana huwa kunaweza kuleta utofauti. Ni kikosi chako ndio kinakupatia nguvu hiyo ya kusema alama 3 mnazihitaji, ama ubora wa mpinzani, ama mkimtizama mpinzani wenu Simba mnaona ni dhaifu na mnaweza mkachukua alama zote? Kwanza nikianza na ubora au kitu gani kinachonifanya niongee kwamba sisi tunazitaka kwa hali na uvumba pointi 3. Ya kwanza uongozi wetu ni imara chini ya rais wetu Engineer Hersi Said pamoja na kamati yake ya utendaji, pia na makamu wake wa rais. Sisi wale tunawaamini kwa sababu sisi pia ndo tuliowachagua. Hiyo moja. Ni viongozi ambao ni shupavu, wanafahamu mpira jinsi unavyotakiwa uchezwe. Lakini pili, tukija kwenye timu yetu jamani, kikosi chetu ni kipana na ni bora na kina wachezaji ambao wanajielewa na walishajipata siku nyingi. Kwa hiyo kwenda kukutana na mtani, sisi mtani sio kwamba tunamchukulia ni kama vile underground, hapana. Mtani ni mtani, anajulikana, na hizi dabi zinapokutana pamoja na kwamba tumeshampiga mara 4 ni kweli, lakini sisi bado tunahitaji tufikishe 5 kwanza. Tukishafikisha 5, hizo stories zingine sasa kwamba sasa ya 6 jamani, tunaweza tukasema sawa, lakini 5, yani awamu ya 5 tunahitaji tumpige mtani ili tu kwamba hakika bao 5 dhidi ya mtani wenu. Hapana, swala la bao mimi ndio maana nikaanza kuzungumzia pointi 3. Goli moja ni pointi 3. Goli 2 moja, goli 3 ngapi? Hizo zote ni pointi 3. Kwanza ni kuipenda timu yako. Alafu kitu kingine, ukiwa na damu na ile timu, achana na hizi elimradi. In short ni kwamba sisi tunaipenda timu yetu na tunaielewa, alafu tunaikubali. Na tunaiombea Mwenyezi Mungu atuende ovyo ovyo, tunaamini ushindi huko. Na pia tunakubali kikosi chetu na tunaikubali Yanga yetu. Inshallah Mwenyezi Mungu naamini atajalia. Kwa sababu bila figisu Yanga kuna wanaume. Tuna wanaume sio wavulana, wale ni wanaume. Na istosha wametoka Mwanza kula samaki. Unajua Sangala Na hisi mtaona. Karibuni sana. Na nyinyi nawakaribisha na wananchi wenzetu. Pale kuna timu itafanya vizuri. Kuna muda anasema mpira na matokeo ya kikatili sana. Hauogopi kuhusu hilo? Siwezi ogopa sababu naikubali timu. Naikubali timu yangu na inafanya vizuri. Hayo huja baadaye, lakini pia unapoenda kuishabikia timu yako unayoipenda, cha kwanza utakuwa ipe ushindi. Kwa katika maisha, katika mimi tofauti tu na kuipenda Yanga, naiamini kuanzia viongozi na wachezaji watafanya vizuri na matokeo yatakuwa mazuri. Wapinzani wanasema wanatengeneza timu. Lakini wanapokuwa wanatengeneza timu wanapata matokeo. Baadhi ya mashabiki wa Yanga wanasema matokeo yao mengi wanayopata ni ya kudedesa hivi, matokeo yeleweki. Je, huu mchezo huu unauchukuliaje? Wewe kama sisi ya kudedesa. In short ni kwamba hivi hao wanajipangia wao, lakini kwa Yanga ninavyoijua mimi, hizo ni figisu. Wakiingia kucheza mpira, hakika kwa mtu anaojua mpira, yani kwa mtu anaojua mpira akiangalia Yanga anasema hii ndio timu. Mimi naiamini timu. Ile timu ipo, kuna wanaume walioshiba na wanacheza. Hakika. Hujavaa uzi mpaka saa hizi. Yaani mimi tatizo sio uzi. Unamwona katibu pale ameshakula uzi. Tatizo yani uzi tunavaa na ina habari za uzi tunazo. Uzi kwenye damu. Yaani mimi ukinichanja hapa ni Yanga.
Simba mkeleji, yani ni mwanamke ambaye umeshamwacha afu kamrudia, ndio Simba. Ambao shampata talaka. Yani ule ni mke wetu, tutamfunga mara nyingi zaidi na bado